Watu wengi hupoteza pesa si kwa sababu hawajui kuwekeza, bali kwa sababu wanajaribu kuwa werevu kupita kiasi. Je, unajua kosa hilo linakuumiza wapi? Ungana nami kwenye mwendelezo wa kitabu cha The Psychology of Money cha Morgan Housel. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya 11 ya The Psychology of Money, Reasonable versus Rational. Kuwa mwenye mantiki ya kawaida ni bora kuliko kuwa mkamilifu kihesabu. Yaani, kufanya maamuzi ya pesa ambayo yanaendana na tabia zako, hisia zako na maisha yako halisi, si tu namba kwenye karatasi. Sura ya 11 ya The Psychology of Money inazungumzia wazo moja lenye nguvu sana, lakini ambalo mara nyingi hupuuzwa. Katika maisha halisi ya kifedha, kuwa reasonable, yani mwenye mantiki ya kibinadamu, ni muhimu zaidi kuliko kuwa rational, yani mkamilifu wa kihesabu. Rational ni kufanya maamuzi kulingana na namba na takwimu pekee, kama roboti. Reasonable ni kufanya maamuzi yanayokuruhusu kulala vizuri usiku na ambayo unaweza kuyafuata kwa muda mrefu bila kuchoka au kuingiwa na hofu. Morgan Housel anasema watu wengi hushindwa kifedha si kwa sababu hawajui hesabu au mikakati bora, bali kwa sababu mikakati hiyo haikulingana na tabia zao, hisia zao na uhalisia wa maisha yao. Housel anaanza kwa kueleza kuwa nadharia nyingi za fedha na uwekezaji huchukulia binadamu kama viumbe wa mantiki kamili, wanaofanya maamuzi bora kila wakati bila hofu, uchoyo, presha au kuchoka. Lakini hilo si kweli. Binadamu wana hisia. Wanachoka, wanaogopa, wanapoteza subira. Na mara nyingi hisia hizo ndizo huamua kama mpango wa kifedha utaendelea au utavunjika. Anatoa hoja kwamba mkakati bora zaidi wa kifedha si ule unaotoa faida kubwa zaidi kwenye karatasi, bali ule unaoweza kufuatwa kwa muda mrefu bila kukuumiza kisaikolojia. Mpango ambao unakupa faida ya juu lakini unakufanya ukose usingizi, uishi kwa hofu au kuachana nao katikati ya misukosuko, si mpango mzuri. Kwa upande mwingine, mpango unaotoa faida ya wastani lakini unakupa amani ya akili na uthabiti wa kuendelea nao kwa miaka mingi, mara nyingi huishia kukushinda. Katika sura hii, Housel anasisitiza kuwa watu wengi hujaribu kuiga mikakati ya wengine bila kuzingatia wao ni nani. Mtu anaona mwingine anafanya uwekezaji wa hatari kubwa na kupata faida, naye anajaribu kufanya hivyo bila kuelewa uvumilivu wake kwa hatari. Matokeo yake, anapoona hasara kidogo tu, anaingiwa na hofu na kuacha mpango mzima. Tatizo hapa si uwekezaji wenyewe, bali ni kutotambua mipaka ya kihisia. Housel anaeleza kuwa uwekezaji ni mchezo wa uvumilivu, si wa akili pekee. Kuwa sahihi kihesabu haikusaidii kama huna uwezo wa kubaki kwenye mchezo wakati mambo yanapokuwa magumu. Ndiyo maana anasema ni bora kuwa reasonable, yani chagua njia ambayo inakufanya ujisikie salama kiasi cha kuendelea, kuliko kulazimisha kuwa rational kwa nadharia lakini dhaifu kwa vitendo. Anaelezea pia kwamba watu wengi huacha mipango mizuri ya kifedha kwa sababu wanajisikia hawafanyi cha juu zaidi. Wanajilaumu kwa kutokuchukua hatari zaidi au kwa kuridhika na faida ndogo. Lakini Housel anasema kuridhika na kile kinachokutosheleza ni nguvu, si udhaifu. Kujua kiasi kinachokutosheleza kwako ni ujuzi mkubwa sana wa kifedha. Katika sura hii, tunafundishwa kwamba lengo la pesa si kuongeza asilimia za mwisho kwenye uwekezaji, bali ni kusaidia uishi maisha unayoyaweza. Kuyadhibiti. Kama mkakati fulani unakupa faida kubwa lakini unakufanya uwe mtumwa wa skrini, soko au hofu ya kila siku, basi hauna thamani halisi kwako. Lakini kama mkakati unakuruhusu kuishi kwa utulivu, kufanya kazi yako vizuri na kulala kwa amani, basi hata kama si optimal, ni sahihi kwako. Housel pia anagusa ukweli mchungu. Watu wengi hupenda kuonekana werevu zaidi kuliko walivyo, hasa kwenye masuala ya fedha. Wanachagua mikakati migumu ili wajisikie wanaelewa zaidi au wako juu ya wengine. Lakini pesa hazihitaji ujanja wa kupindukia, zinahitaji nidhamu,
uvumilivu na uaminifu kwa mfumo unaokufaa. Mwisho wa sura ya 11, ujumbe wake ni mzito lakini wa kweli sana. Hakuna mpango bora wa kifedha kwa kila mtu. Mpango bora ni ule unaokufanya uendelee, si ule unaokufanya ujisalimishe. Uwekezaji bora si ule unaokupa faida kubwa zaidi, bali ni ule unaokuweka kwenye mchezo kwa muda mrefu. Kwa uzito mkubwa, sura ya 11 inatufundisha kwamba mafanikio ya kifedha si ushindi wa akili kali, bali ni ushindi wa tabia zinazodumu. Na mara nyingi, kuwa na busara ya kawaida, kuwa mkweli na wewe mwenyewe na kuchagua njia inayokupa amani ya akili ndizo siri za ushindi wa muda mrefu. Kama unataka kuelewa pesa kwa lugha ya maisha halisi, si nadharia ngumu, bonyeza subscribe sasa hivi.